Mheshimiwa Samuel Sita, mwenyekiti wa bunge maalum la katiba. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, makamu mwenyekiti. Mheshimiwa Dr. Mohamed Ghalib Bilal, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Mizengo Peter Pinda, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Maalim Seif Sharif Hamad, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Balozi Seif Ali Idi, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Anne Semamba Makinda, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Pandwa Mary Kificho, Spika wa Baraza la Wawakilishi na mwenyekiti wa muda wa Bunge maalum la Katiba. Mheshimiwa Rashid Othman Chande, Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Othman Makungu, Jaji Mkuu wa Zanzibar. Viongozi wakuu wastaafu, waheshimiwa wajumbe wa Bunge maalum la Katiba, waheshimiwa wajumbe wa Tume ya Mabadiliko ya Katiba, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Kama ilivyo ada, tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia uzima na kutuwezesha kukutana siku ya leo. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kushukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa fursa ya kuja kuzungumza na waheshimiwa wabunge, wajumbe wa Bunge maalum la Katiba katika siku hii muhimu na ya kihistoria kwa nchi yetu. Nimekuja kuwatakia heri na naungana na Watanzania wenzetu wote kuwaombea baraka za Mwenyezi Mungu ili muweze kuifanya kazi yenu kwa utulivu, kwa hekima, kwa umakini mkubwa na kuimaliza kwa salama na kwa mafanikio yanayotarajiwa na Watanzania wote. Natoa pongezi nyingi kwako na kwa makamu wako kwa kuchaguliwa kwenu kuongoza bunge hili maalum. Na bunge la kihistoria, ushindi mkubwa mliopata ni kielelezo tosha cha imani kubwa na matumaini walionayo wajumbe wenzenu kwenu. Matumaini yao ndio matumaini ya Watanzania wote, kwamba mtaliongoza vizuri bunge hili ili liweze kutimiza kwa ufanisi mkubwa jukumu lake muhimu sana katika historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, niruhusu pia niwapongeze kwa dhati wajumbe wote wa Bunge maalum la Katiba. Nawapongeza kwa bahati ya aina yake mlioipata ya kutunga katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Fursa hii hutokea mara chache sana katika historia ya nchi yoyote na ya mtu yoyote. Mkifanikiwa kuipatia nchi yetu katiba iliyo nzuri, majina yenu yataandikwa kwa wino wa dhahabu. Katika kumbukumbu za historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni matarajio ya Watanzania kuwa mtatunga katiba itakayokubalika na wengi. Mtatunga katiba inayotekelezeka. Mtakayotunga katiba itakayoimarisha muungano wetu kwa kuondoa changamoto zilizopo sasa. Mtatunga katiba itakayoipa nchi yetu mfumo bora wa kuongoza na kuendesha mambo yetu. Katiba itakayoimarisha upendo, ushirikiano na mshikamano miongoni mwa wananchi wa Tanzania. Licha ya tofauti zao za asili kwa upande wa muungano na maeneo wanakotoka, na tofauti za jinsia, rangi, kabila, dini na ufuasi wa vyama vya siasa. Katiba itakayodumisha amani na usalama wa nchi yetu.
katiba itakayostawisha zaidi demokrasia, kuheshimu haki za binadamu, utawala wa sheria, utawala bora na kudhibiti maovu. Na mwisho, ingawaje sio mwisho kwa umuhimu, katiba itakayoweka mazingira mazuri kwa uchumi wa nchi yetu kukua na wananchi wote kunufaika sawia na maendeleo yatakayopatikana. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii itakuwa mara ya 3 tangu kuzaliwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 26 Aprili mwaka 64 kwa nchi yetu kuwa na mchakato wa kutunga katiba mpya. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 1965 ilipotungwa katiba ya muda. Mara ya pili ilikuwa mwaka 1977 ilipotungwa katiba ya kudumu tulionayo sasa. Tofauti na mara mbili zilizopita, safari hii mchakato unahusisha watu wengi zaidi. Wananchi wameshiriki moja kwa moja kutoa maoni yao kwenye tume ya mabadiliko ya katiba, na wananchi ndio watakaofanya uamuzi wa mwisho kuhusu katiba mtakayoitunga kwa kura ya maoni. Wananchi pia walipata nafasi ya kuchagua wajumbe wa mabaraza ya katiba ya wilaya yaliyojadili rasimu ya kwanza ya katiba. Pia walipata nafasi ya kutoa maoni kupitia mabaraza ya katiba ya kitaasisi. Katika bunge hili pia wapo wananchi 201 kutoka makundi mbalimbali. Katika mchakato wa kutunga katiba ya kwanza ya mwaka 65 na ya pili ya kudumu ya mwaka 77, kulikuwepo na tume ya kuandaa rasimu. Ya mwaka 65 mwenyekiti alikuwa Mzee Kawawa, ya 77 mwenyekiti alikuwa Sheikh Thabit Kombo. Kulikuwepo na bunge maalum la katiba kama ilivyo katika mchakato huu. Hata hivyo, kwa katiba zilizopita, wabunge wa Bunge la Jamhuri la Muungano pekee ndio waliounda bunge maalum. Alichokifanya rais wakati ule Mzee Nyerere, akawagazeti wabunge wote kwamba hawa sasa ndio bunge maalum. Safari hii bunge maalum linajumuisha wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na wananchi 201. Wanaowakilisha asasi na makundi mbalimbali ya Watanzania kutoka Zanzibar na kutoka Tanzania bara. Mchakato wa sasa utaishia kwenye kura ya maoni itakayowashirikisha wananchi wote wa Tanzania wenye sifa ya kupiga kura, wanaoruhusiwa kupiga kura. Michakato iliyopita iliishia kwenye bunge maalum pekee. Kwa safari hii mambo special. Mheshimiwa Mwenyekiti, tangu kutungwa kwa katiba ya kudumu tarehe 25 Aprili mwaka 77 mpaka sasa, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanyiwa marekebisho takriban mara 14. Mabadiliko haya yalitokana na kufanyika ama kutokea kwa mabadiliko muhimu ya kiuchumi na kisiasa na kijamii katika nyakati mbalimbali hapa nchini, lakini pia ilitokana na kutokea kwa mabadiliko katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Kwa ruhusa yako Mwenyekiti, nitaje baadhi ya mabadiliko hayo. Mabadiliko ya kwanza mwaka 79 yaliunda Mahakama ya Rufani ya Tanzania kufuatia kufa
kwa Mahakama ya Rufani ya Afrika ya Mashariki baada ya kufa kwa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki mwaka 77. Mabadiliko ya mwaka 80 yalifanyika baada ya kutungwa kwa katiba ya Zanzibar, na hivyo kulazimu katiba ile itambulike katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mabadiliko ya mwaka 84 yaliweka utaratibu wa ukomo wa vipindi vya rais ambao haukuwepo kabla ya hapo. Aidha, masuala ya haki za binadamu, Bill of Rights, yaliingizwa kwa mara ya kwanza katika katiba. Vile vile Mahakama ya Rufani ya Tanzania na mambo mengine yaliyokuwa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yaliongezwa katika orodha ya mambo ya muungano, ilipangwa upya. Mwaka 1992 yalifanyika mabadiliko yaliyoanzisha mfumo wa vyama vingi vya siasa badala ya ule wa chama kimoja cha siasa uliokuwepo tangu mwaka 65. Pia utaratibu wa rais na wabunge ulirekebishwa ili uendane na mfumo wa vyama vingi. Mnakumbuka wakati ule uchaguzi wa rais ni ndio ama hapana? Uchaguzi wa wabunge wawili kutoka chama kimoja, mwingine ana jembe, mwingine ana nyumba. Na mkienda kwa kampeni wote mnapanda gari moja. Sasa hivi kila mmoja kwa wakati wake na kwa mikakati yake. Vile vile utaratibu wa kuwa na viti maalum vya wanawake katika bunge ulianzishwa kwa mara ya kwanza, wakati ule ikiwa ni 15% ya wabunge wote. Aidha, kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, bunge lilipewa mamlaka ya kumwajibisha rais na waziri mkuu kupitia kura ya kutokuwa na imani. Mabadiliko ya mwaka 94 yaliweka mfumo mpya wa kumpata makamu wa rais kupitia utaratibu wa mgombea mwenza. Mwaka 2000 na mwaka 2005 pamoja na mambo mengine yalifanyika mabadiliko yaliyopanua wigo wa haki za binadamu na kuongeza uwakilishi wa wanawake bungeni. Nakumbuka 95 tulikuwa na 15%, 2000 ikaja 20, 2005 ikaja 30. Mheshimiwa Mwenyekiti, kufanyika kwa mabadiliko hayo kunathibitisha utayari wa serikali kufanya mabadiliko kila ilipoonekana inafaa kufanya hivyo. Pamoja na kufanya yote hayo na serikali kuwa na msimamo huo, bado kulikuwepo na madai yaliyokuwa yanataka katiba ya Tanzania iandikwe upya. Wako watu walioimithilisha katiba yetu na nguo yenye viraka vingi mno kiasi kwamba ingefaa kununua mpya badala ya kuendelea kuivaa. Lakini madai ya kutaka katiba mpya yalipazwa sauti baada ya kuanza kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa. Wapo waliokuwa wanadai katiba mpya kwa imani tu kwamba tukipata katiba mpya tunaweza kuishinda CCM. Wanadhani ushindi wa CCM umo kwenye ile katiba hii. Lakini si hayo yalituongoza kwenye kuanzisha mchakato huu. Hata katika mazungumzo ya serikali zetu mbili, yani serikali ya muungano na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, kushughulikia kero za muungano, imedhihirika kwamba baadhi ya changamoto zilizokuwemo mle ndani zinahitaji mabadiliko ya katiba ili kuzipatia ufumbuzi wa kudumu. Kwa kutambua ukweli huo, na baada ya kushauriana na kukubaliana na viongozi wenzangu wakuu wa chama chetu na serikali zetu mbili, wote hao wanajua, tulizungumza na Maalim Seif, tulizungumza Dr. Bilali na wazee wa staafu nilizungumza nao, waziri mkuu, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar tulizungumza,
baada ya mashauriano yetu, ndipo tarehe 31 Disemba nikatangaza 2010 kwamba tutaanzisha mchakato wa kutunga katiba mpya. Nilieleza siku ile kwa katika mchakato huo tutakuwa na ushirikishwaji mpana wa wananchi wa Tanzania kwa makundi yao ya jinsia, dini, siasa na shughuli wazifanyazo katika jamii za kuwapatia riziki, na kwa maeneo wanayotoka katika pande zetu zote mbili za muungano. Tarehe 16 Machi 2011 Baraza la Mawaziri liliridhia kutungwa kwa sheria ya mabadiliko ya katiba ya kuliongoza taifa katika mchakato wa kutunga katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tarehe 18 Novemba 2011 Bunge la Jamhuri ya Muungano lilipitisha muswada wa sheria ya mabadiliko ya katiba. Kwa mujibu wa sheria hiyo, mchakato wa kutunga katiba mpya ulikuwa unaanza kwa kuunda tume ya mabadiliko ya katiba. Tume hiyo imepewa jukumu la kusikiliza maoni ya wananchi mmoja mmoja na kwa makundi yao ya maslahi ya taasisi zao ya kupitia mabaraza ya katiba. Mwishowe, tume imetakiwa kutengeneza rasimu ya katiba mpya itakayofikishwa kwenye bunge hili kujadiliwa na katiba mpya kutungwa. Mchakato utahitimishwa kwa wananchi kupiga kura ya maoni kuamua kama wanaikubali au wanaikataa katiba mpya iliyotungwa na bunge hili. Tarehe 6 Aprili 2012 nilifanya uteuzi wa wajumbe wa tume ya mabadiliko ya katiba tukishirikiana na Rais wa Zanzibar. Tuliwaapisha tarehe 13 Aprili na tarehe 2 Mei tume ikaanza kazi. Tume imekamilisha kazi yake katika hatua zote zinazoihusu na kukabidhi kwangu na kwa Rais wa Zanzibar taarifa ya tume na rasimu ya katiba tarehe 30 Disemba mwaka wa jana. Kitendo cha mwenyekiti wa tume Mheshimiwa Joseph Sinde Warioba kuwasilisha rasimu hiyo mbele ya bunge hili tukufu tarehe 18 Machi 2014 kinahitimisha rasmi kazi ya tume ya mabadiliko ya katiba. Kazi inayofuatia sasa ni ya bunge hili kujadili, kuamua na kutunga katiba mpya. Kama nilivyosema, baada ya nyie kumaliza kazi yenu tutafikisha wananchi waseme ndio ama hapana kwa kazi mlioifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, rasimu ya katiba ilichapishwa kwenye gazeti la serikali na magazeti mengine yanayosomwa na wananchi kama ilivyoagizwa katika kifungu cha 20 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya mabadiliko ya katiba. Pamoja na hayo, niliwaambia kwenye tume, taarifa ya tume na rasimu viweke wazi kwenye tovuti ya tume kwa kila mtu kusoma. Inafurahisha kuona kwa watu wengi wameisoma taarifa ya tume na rasimu ya katiba, na kumekuwa na mjadala mpana sana kuhusu nyaraka hizo mbili muhimu. Watu wengi wametoa maoni yao na wanaendelea kutoa maoni mpaka sasa. Kwa maoni yangu, hili ni jambo jema sana na ni kielelezo thabiti kwa demokrasia imestawi na inazidi kuota mizizi Tanzania. Pia kwamba Watanzania wako huru
kushiriki na kutoa maoni yao kwa mambo yanayowahusu. Kwa mara nyingine tena, narudia kutoa pongezi za dhati kwa wajumbe wa Tume ya Mabadiliko ya Katiba chini ya uongozi wa Mheshimiwa Jaji Joseph Sinde Warioba. Akisaidiwa na Jaji Agostino Ramadhani. Nawapongeza kwa kazi kubwa na nzuri waliofanya. Kazi yao haikuwa rahisi, hasa ukizingatia ukubwa wa nchi yetu, wingi wa watu wake, utitiri wa taasisi na pigo la kumpoteza mmoja wa mjumbe wao mahiri, marehemu Dr. Sengondo Mvungi, aliyetangulia mbele ya haki katikati ya mchakato. Mungu amrehemu. Pamoja na hayo, kwa bidii kubwa wajumbe wa tume wameweza kutembea mikoa yote nchini. Wameweza kuwafikia watu 351,644 waliotoa maoni kwa mdomo na kwa maandishi. Hali kadhalika walipokea na kuchambua maoni 772,211 kutoka kwa wananchi na taasisi mbalimbali hapa nchini. Baada ya kupokea maoni ya wananchi, wakafanya utafiti, na kwa kutumia uzoefu wao, wajumbe wakafanya kazi ngumu kuliko yote ya kutengeneza rasimu iliyoko mbele ya bunge hili kwa uamuzi. Ni kweli kwamba wajumbe hawakuweza kuwafikia wananchi wote wa Tanzania, isingewezekana, lakini wameweza kuwafikia wananchi wengi kadri ilivyowezekana, ambao kwa kiasi kikubwa wanawakilisha taswira na mitazamo mipana ya jamii ya Tanzania. Tumefanya kazi nzuri, kazi yenye thamani kubwa na ya manufaa kwa taifa la Tanzania. Rasimu imeandikwa vizuri na kwa weledi wa hali ya juu. Tume imetoa mapendekezo ambayo kwa kiasi kikubwa yanahuisha na kuboresha katiba tulionayo sasa ya nchi yetu. Katiba inayopendekezwa imejumuisha dhana na mambo kadhaa mapya yanayokwenda vyema na wakati tuliokuwa nao na kuweka misingi mizuri kwa huko mbele tuendako. Kwa taratibu za kawaida za marekebisho ya katiba tulizo nazo, isingekuwa rahisi kuingiza mambo mengi mapya kiasi hiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wajumbe, rasimu ya katiba ni kitabu kikubwa kilichosheheni mambo mengi. Kina kurasa 106, sura 17, ibara 271. Wajumbe wa bunge hili mnatakiwa kusoma na kuelewa vizuri kila kilichoandikwa ili muweze kufanya uamuzi ulio sahihi, uamuzi wenu. Uamuzi wako, si uamuzi wa kuambiwa na mwenzako. Unaulizwa na mwenzako, kwenye hili tusemeje? Anasema mimi nimeambiwa. Bo umeambiwa, umefundishwa, utaambiwa
lakini nasema akili za kuambiwa. Na wajibu wa kuchambua kwa kina na kwa umakini mkubwa kila kilichomo, sura kwa sura, ibara kwa ibara, sentensi kwa sentensi na neno kwa neno. Hamna budi kujiridhisha kuhusu uandishi wa vifungu vya rasimu ya katiba. Je, vimeandikwa sawa sawa? Hamna budi kujiridhisha juu ya kufaa kwa dhana mbalimbali zilizoingizwa na kujengeka katika rasimu. Dhamana hiyo hana mtu mwingine, mnayo nyie. Kwa lugha ya Kiingereza wanasema the buck stops here. Kila mmoja anasema the buck stops here, maana yake kila kitu kinaishia kwangu. Kile ambacho wajumbe mtaona kinastahili kuboreshwa au kurekebishwa au kufutwa, msisite. Tunachotaka Watanzania wapate katiba iliyo bora. Msipofanya hivyo, kuna hatari ya kupata katiba ambayo ni ngumu kuitekeleza, au tunaweza kupata katiba ambayo itanung'unikiwa na watu wengi na kusababisha madai ya kutaka ifanyiwe mabadiliko muda mfupi baada ya kuipitisha. Bunge hili lina wajibu maalum kwa Watanzania, nao ni kuzuia balaa hilo lisitokee katika nchi yetu. Ngazi mbalimbali zilizowekwa katika mchakato huu zimewekwa makusudi, zimewekwa kama chujio ili kuepusha hali hiyo isitokee. Kile ambacho hakikuonekana katika hatua moja kitaonekana katika hatua inayofuata na kurekebishwa. Na kama mtafika mahali na nyie mkatengeneza katiba haiyokubaliki, kurekebisha kwa wananchi watakataa kazi mlioifanya. Kuna hatua ya kutoa maoni, kuna hatua ya kuyachakata yale maoni, kutengeneza rasimu, hiyo ni hatua ya mapendekezo. Halafu na hatua ya uamuzi, inaanzia hapa, inamalizikia kwa wananchi. Naomba fursa mlionayo muitumie vizuri. Nimekushaeleza kwa moja ya jambo ambalo mnategemewa kufanya ninyi wenzetu mliopewa dhamana ya kutunga katiba ya nchi yetu ni kujiridhisha kuhusu uandishi. Yapo maoni mengi yaliyotolewa na watu mbalimbali kuhusu uandishi, ambao naomba muyatafakari na kuamua ipasavyo. Kwa mfano, kuna baadhi ya vifungu vya katiba vinavyopendekezwa. Wako wanaosema kwamba vina mambo mengi mno kuliko inavyostahili katiba kuwa. Rasimu has become too prescriptive. Sio mwana sheria, ningejua neno la kisheria Mheshimiwa CJ
ningekuja kuuliza kwanza kabla. Lakini pia kuna mawazo kwamba baadhi ya mambo hayangetakiwa kuwa katika katiba, bali yawe kwenye sheria zinazotafsiri utekelezaji wa katiba. Yako mambo yanayotajwa kwenye katiba ambayo yanatakiwa kuelezwa wazi kwa mtu hata kwenda mahakamani kudai serikali impatie. Kwa lugha ya kisheria hapa nipata mtaalamu ameniambia inaitwa non justiciable, kwamba katiba ile ina mambo mengi: mbegu, mbolea, pembejeo, hiki. Haki ya kupata mbolea, haki ya mtoto kupewa jina, haki ya mtoto kupewa lishe bora. Mambo haya ni mazuri, yanavutia, lakini ya lazima yaendane na hali halisi na uwezo wenu wa serikali yenu kuweza kuwakapatia wananchi. Kwa mnayoweka ndani ya katiba kama shabaha yenu ya msingi, lakini mtu hawezi kwenda mahakamani akienda kudai kwamba sasa nimekuja hapa mimi nasubiri mbolea ya bure kutoka serikalini. Ndio wanasheria wanachosema, unayaweka, lakini kwenye katiba unayawekea ilani kwamba non justiciable. Nasema haya ni masuala ya uandishi, yabakie kama dhamira, na pale uwezo wa nchi utakapokuwa unaruhusu yanatekelezwa. Tusipofanya hivyo, kuna hatari ya serikali kujikuta inalaumiwa watu wakitumia katiba. Hata kufikia serikali kupelekwa mahakamani kwa madai ya jambo moja au jingine ambayo serikali haina uwezo nayo. Huwezi kudai pepo ambayo huna uwezo nayo. Lakini kujipa matumaini ya pepo ndio uungwana, ndio binadamu. Ni muhimu sana mambo kama hayo muyatazame, ili tusije kuwa na katiba ambayo ni ngumu kutekeleza ikawakwaza watu. Yapo pia maoni kwa baadhi ya vifungu vina upungufu katika uandishi wake, hivyo kuhitaji kufanyiwa marekebisho, na isipofanyika hivyo zinaweza kuwepo athari, na nyingine zinaweza kuwa athari kubwa na mbaya. Kwa mfano, ibara ya pili ya rasimu inayotambulisha eneo na mipaka ya nchi yetu, ibara hiyo inasema hivi, ngoja niisome, ninukuu: eneo la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni eneo lote la Tanganyika likijumuisha sehemu ya bahari yake, na eneo lote la Zanzibar likijumuisha sehemu yake ya bahari. Maelezo hayo ni mazuri, lakini yameacha kutambua kwamba kwa upande wa Tanzania bara tuna sehemu ya maziwa na mito. Tena sio sehemu ndogo, kubwa sana. Wewe ziwa Victoria hiyo ukaja kuchanganya na maji ya ziwa Tanganyika na maji ya ziwa Nyasa na maziwa madogo madogo yale Jipe, Chala, Rukwa sio mpaka, nazungumzia yale ya mpakani. Kwa nini tuache kuyataja? Kwa nini? Kwenye katiba yetu wenyewe tunachochukia nini? Je, hatutoi nafasi kwa nchi tunazopakana nazo siku moja wakaja kupora sehemu zetu? Na sisi wenyewe kukosa utetezi kwa kuwa hata katika katiba yetu hatukuyatambua maeneo hayo.
Hili ni jambo kubwa ambalo bunge hili lazima mlirekebishe tu. Na kwa kutumia lugha ya rafiki yangu mchungaji Mtikira, wakati wenyewe ndio huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo jingine kuhusu uandishi ni mgongano kati ya pendekezo la msingi la tume la kuwa na muundo wa serikali tatu na majukumu ambayo tume inaipa serikali ya muungano, ambayo serikali ya tatu, ambayo kimsingi ni majukumu ya serikali za nchi washirika. Katika rasimu hii malengo ya taifa mengi yameainishwa mle.